siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili litokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada ya maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia. Badala yake, watumie vyombo vya kisheria, washirikishe mamlaka za kidini ama maafisa ustawi wa jamii katika kutatua changamoto zao za kifamilia. Jeshi la polisi linawasihi wananchi kutoa taarifa mapema katika vituo vya polisi endapo watapata taarifa za mtu ambaye amepitia katika tukio la kushambuliwa na mwenza wake, ili jeshi la polisi na vyombo vingine viweze kuchukua hatua. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumesaidia kuyatolea taarifa na kuyadhibiti matukio haya ya ukatili wa kijinsia.